nawapenda. Amen. Na napenda baba yetu huyo. Amen. Ndio maana wakati najitambulisha nilisema nina historia na madhabahu hii. Amen. Ninaposema madhabahu hii, yamkini hapa leo ni mara yangu ya kwanza, lakini nikiwa naishi Kongwa nimeabudu sana EAGT Kongwa ikiwa chini ya mlezi baba yetu mchungaji Bishop Dennis. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiwa naabudu pale, nimeanza kuabudu pale 2014 mpaka nilipotoka Kongwa. Nilipata shida mwaka 2017. Dada yangu alipata ajali, alivunjika mguu akiwa Dar es Salaam. Basi mimi ni mdogo kwao, lakini nilijitia ujasiri nikasema hata kama wao ni wakubwa, kwa nini simchukue? Mbona na wewe nimchukue? Mimi mbona vitu vingi madhabahu ya hapa imenitendea. Kweli nikaenda Dar es Salaam nikamchukua. Alikuwa hawezi kutembea kabisa, alikuwa anatembelea magongo mawili. Na ule mguu alishajaribu kila njia ikawa imeshindikana kabisa. Tulifika Jumamosi saa 11, nikamwambia una imani? Akaniambia ndio mdogo wangu, nina imani. Kesho tunataka kwenda kuabudu, napoabudu mimi? Akaniambia ndio tunaweza. Nikamwambia una uhakika? Akaniambia nina uhakika. Mimi namwamini Yesu Kristo. Nikamwambia sawa. Alikuwa hajaokoka. Kweli tulifika asubuhi ya Jumapili pale, akaongozwa sala ya toba na mchungaji baba yetu. Baada ya hapo tukawa tumekaa viti vya nyuma kidogo sana. Muda wa maombezi ukaanza kwamba wenye mahitaji watoke mbele. Alishindwa kutoka kwa sababu ya hali yake, alikuwa hawezi kutembea. Lakini niliuona ukuu wa Mungu mahali pale siku ile. Amen. Nilikuwa nimekaa naye kama ambavyo nimekaa hapo. Baba wakati anaongoza maombi, ule mguu hichi kiwiko cha chini hapa kilianza kutwist kwenda kushoto. Kikatwist, mimi nikawa naogopa, nikajua labda anajifanyisha, nikasema sasa ndugu yangu amekumbwa na nini? Kidogo mguu ili goti likaanza kucheza. Nafahamu hapa pakicheza panapokuwa. Pakaanza kucheza. Mimi sasa nikaanza kulia, siamini kinachotokea. Na sikujua ni nini, nikahisi labda sasa ndio wanapotea kabisa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Basi ikaenda vile mpaka baba anakaribia kumaliza maombi. Akapiga kelele kwa nguvu sana. Akaniambia mdogo wangu nimepona. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na akatembea kwenda mbele kwenda kumtukuza Yesu. Amen. Na kutoka pale yale magongo baba tulimwachia pale na hatukuwahi kwenda kuyachukua tena. Amen. Na ule mguu hatukuwahi tena kwenda kufanywa operation wala kupiga x-ray. Bwana Yesu asifiwe. Mzima hakuwahi tena kupata shida ya mguu. Mama yangu mshahidi anaweza akasema. Najua baba amenikurupusha tu ghafla, lakini ninao ushuhuda mwingi. Madhabahu ya Kongo kati na abudu pale yalinitendea. Mungu amenitendea vitu vingi. Nikisema nianze kushuhudia hapa tutakesha. Lakini kwa huu ushuhuda mchache, ninaomba tuendelee kumtukuza Mungu na tuendelee kumwombea baba yetu, kwa sababu iko huduma kubwa ndani yake Bwana Yesu Kristo ameweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru.